Asante sana waandishi wa habari kwa kuweza kunitembelea. Mimi naitwa Mheshimiwa Cornelius Mahano wa wadi ya Halaba. Hii ziara ya rais kwa kuja kwa kaunti yetu ya Bungoma, tulifurahi kwamba kama baba wa taifa anakuja kututembelea na pia azindue miradi ya maendeleo ambayo itaweza kusaidia watu wetu. Lakini kwa hiyo ziara yake tumeona anafungua madarasa ambayo yamejengwa na Safaricom Foundation. Even the other time alipokuja kule Naitiri tena ilikuwa ni madarasa ya Safaricom Foundation. Sasa tunashangaa anakuja kufungua miradi ambayo serikali yake kuu inafanya, ama pia anafungua miradi ambayo kweli serikali yake haijachangia ama haijaweka chochote. Sisi kama kaunti ya Bungoma tuko na mashamba yetu kama counties, na national government pia ina mashamba yao. Tuliona shamba la kaunti Mheshimiwa Wangamati alinunua ekari 32 kwamba kaunti itaweza kutumia. Serikali kuu ikakuja ikachukua, inajenga pale affordable housing, inajenga kwa shamba ambalo ni kaunti ilinunua, tukanyamaza. Vile tumeona sasa uwanja ndege sasa, ile rais anakuja kesho kufungua kuzindua sijui smart city or something, ambao watu wa Bungoma hawaelewi nini inaendelea. Hii uwanja nakumbuka rais alikuja tukawa na ibada hapo in the denominational service, ikawa akatuashuru watu Bungoma ya kwamba hii ni ya KAA, Kenya Airports Authority, lakini itakuwa degazetted irudi kwa county, tuwe na change of user ili watu wa Bungoma waamue watafanyia nini lile shamba. Kitu cha kushangaza, hata sisi kama viongozi tumeona tu huwa inawekwa contractor yako pale. Wakati tulilalamika kidogo nini inaendelea, wakapanga haraka kwamba tuwe na public participation ili watu wahusishwe. Haikufanyika na tayari contractor alikuwa ameingia katika site. Hiyo tayari ni kuvunja katiba kabisa. Mwananchi wa Bungoma hakuhusishwa. Umeanza tayari umeaward mtu contractor yako ndio una plan public participation, na haikufanyika. Hivi leo vile tunaongea anakuja rais kuzindua huo mradi wa smart city pasipo kuhusisha wananchi, public participation. Hiyo ni ya kwanza kabisa. Rais hapo si anafunja sheria? Mimi najua huyu rais hapo unga hii katiba mkono, ndio maana labda anafanya hivyo. Na tumeambiwa hata kuna court cases hapo ya kusimamisha hiyo mradi kwanza. Amepuuza hiyo yote. Sasa tunaelekea wapi? Hili shamba kama watu wa Bungoma tuna demand, kwa sababu kama county tunaambiwa, kwa sababu hii uwanja imehamishwa imeenda Matulo, tunaambiwa kama county tutenge pesa ya kununua shamba Matulo kupanua hiyo uwanja ndege ya Matulo. Tena county inanunulia national government shamba, ili hali hili the same national government imechukua inaweka vitu zenye hatuelewi. Labda akikuja kesho atatueleza ni nini inaendelea hapa. Serikali tangu lini serikali inaingia kwa biashara? Sababu supermarket zitakuwa hapa, anajengea supermarket. Hizo vitu zikijengwa vile wamesema wenyewe bila watu wa Bungoma kuhusishwa, itakuwa ya nani? Itakuwa ya national government. Wale watu wa kutakotesha hapa wakirani hizo biashara, hizo pesa zitakuwa zinaenda kwa mfuko ya nani? Itakuwa inaenda kwa national treasury ama wapi? Watu wa Bungoma wanajiuliza. Hiyo mradi sisi kama watu wa Bungoma hatujahusishwa. Kama mimi binafsi, mimi napinga. Hata kama itakuwa na manufaa, ni mradi unaweza kuwa labda wa manufaa kwa county, ni vema, lakini wangehusisha wananchi wa Bungoma, tutembee kwa pamoja ili wananchi wa Bungoma wa own that project, wajue ni nini inafanyika na wahusishwe, wajue ni yao. Lakini panapofanyika hivyo, sisi tunaona tu hiyo ni private matter ambayo serikali imeingilia, ama shamba letu hilo limenyakuliwa. Kama Kenya Gazeti imesema ya kwamba ama cabinet imepitisha ya kwamba hiyo hospitali inapandishwa ngazi, tulifurahia ya kwamba itapandishwa, lakini kumbe tunaona tena hospitali inaenda kuanzishwa upya, ili hali tuliambiwa hii ndio inapandishwa ngazi. Tukasema haidhuru, pia hapo wananchi wa Bungoma tena hawakuhusishwa. Tunasikia imepelekwa Sichei, tukaambiwa ya kwamba Sichei kuna public land ama shamba la county ekari 39, na huyo ni gavana alituambia
Leo hii tunaambiwa ni 29 na tena kaunti nafaa ilipie inunue lile shamba. Sasa kweli watu wa Bungoma tuko na tunashindwa, nani anatueleza ukweli? Ikiwa tunaanzisha hospitali mpya na walisema gavana alituambia inazinduliwa hii mwezi wa 3, ilikuwa izinduliwe mwezi wa 3 hadi Machi. Sasa mwezi ya 3 ndio imefika katikati, hatujaona, na ilikuwa inafadhiliwa na Banki ya Afrika takribani bilioni 8. Bilioni 8 kuanzisha hospitali ya rufaa, kuanzisha kutoka scratch. Hiyo ni pesa kidogo sana. Sababu tumeambiwa, tunasikia dukuduku tunasema ya kwamba Uasin kama Eldoret bado kuna hospitali ya rufaa nyingine inajengwa apart from Moi. Kuna nyingine inajengwa worth 50 billion. Na sisi hapa ya 8 billion ambayo itaanzishwa shamba, kumbe inatakana tena kaunti itenge pesa ya kununua shamba kwanza.